Amen. Basi wakati mwingine namshukuru Mungu kwa kunipa kibali na neema ya kuja kusimama mbele yenu siku ya leo. Nimshukuru sana Baba kwa kuniona kwamba leo nastahili kusimama katika madhabahu hii. Shukuru pia wazee, mashemasi na washirika wote. Haleluya. Basi ni wakati mzuri ambao tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Wakati mzuri tunaenda kujifunza neno la Mungu, na maneno yetu leo tunakwenda kupata kwenye kitabu chetu kizuri cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ile sura ya kwanza. Kutoka sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Ninaomba msomaji wangu mzuri anisaidie hapo kusoma hayo maandiko. Kutoka sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka wa 15. Lakini kwa kadri ya waliowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichozeka. Lakini kwa kadri ya waliowatesa ndivyo walioongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema, awazalisha Waebrania mmoja jina lake. Kisha mfalme wa Misri akasema, awazalisha Waebrania mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati wazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Amen. Tuishie hapo. Basi kichwa chetu cha somo kinasema mateso yanakufanya uwe imara au uongezeke. Mateso yanakufanya uwe imara, lakini pia yanakufanya uongezeke. Tunaposoma maneno yetu haya kwenye kitabu hiki cha Kutoka, tunaona hii ni habari ya wana wa Israeli walipokuwa pale Misri. Biblia inatuambia kwamba wana wa Israeli walikuwa ni mijitu ambayo ilikuwa ina nguvu sana, walikuwa na uwezo. Lakini tukumbuke kwamba wana wa Israeli ni taifa teule la Mungu. Haleluya. Lakini tunaposoma hapo tunakutana na habari ambayo Farao alikuwa anawatesa wana wa Israeli. Ndipo Farao, lakini Farao huyu tunamzungumzia hapa sio yule Farao ambaye alikuwa kiongozi wake Yusufu. Huyu ni Farao wa pili. Farao alikuwa anawaambia viongozi wake kwamba wawatese wana wa Israeli. Na walikuwa wanawatesa kwa sababu gani? Kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na nguvu nyingi sana. Kwa hiyo ili kuweza kuzuia zile nguvu zao, yeye kwa mtazamo wake anaona kwamba ili waweze kuteseka ni kuwapa kazi ngumu, waweze kufanya kazi ngumu sana ili waweze kuchoka. Lakini tunapokuja kusoma kwenye andiko letu, Biblia inatuambia kadri alivyokuwa wanateswa, kadri walivyokuwa wanateseka, na ndivyo walivyozidi kuongezeka. Haleluya. Kwa hiyo kadri walivyokuwa wanawatesa, ndivyo kadri wana wa Israeli walivyokuwa wanaongezeka. Farao aliongea na wazalishaji kwamba mwanamke wa Kiebrania atakapokuwa anazaa, na kama atakuwa anazaa mtoto wa kiume, basi hakikisha kwamba huyu mtoto anauliwa, lakini kama mtoto wa kike, basi huyo muache. Pamoja na kusema hayo, lakini wale wazalishaji walikuwa na hofu ya Mungu. Hivyo
Inawezekana ukawa unapita kwenye mateso fulani, inawezekana ukawa unapita kwenye shida fulani. Nataka nikwambie kwamba kuteseka kwako, hiyo shida unayopitia, ya mateso unayopitia, isiwe sababu ya wewe kunyongea, ile iwe ni sababu ya wewe kukufanya kuwa imara na kuweza kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unaweza ukaona kwamba ni kitu cha kawaida, ukaona kwa nini watu wananitesa. Inawezekana kazini, kila ukifika asubuhi, unapokuwa unasaini, unaelewa vikao kwamba kuna kusaini, cha kwanza ni lazima uingie kwenye vikao, kamati ya maadili lazima ikutanishe. Haleluya! Usije ukafikiri kwamba wanakuonea. Mungu anaruhusu haya kwamba uweko kwenye baraza ili wakuone. Sasa wakati unaona wao unapanga mipango kwamba mimi wananiona, wao unajiandaa na kujipanga na kusema kwamba kadri siku wanavyoendelea kunikalia vikao, basi mimi ndio ninapopanga juhudi za kupanga mambo yangu na kuweka kazi yangu ikiwa sawasawa, ili kesho wasiweze kunikalisha tena. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana katika shughuli, kwenye biashara yako, kila unapokwenda unakuta wameweka vigingi, wanazuia kwamba hapa leo hatafanya biashara. Tumuone huyu mpendwa, yeye anajifanya ana nguvu sana, hapa hatafanya biashara. Lakini kama wanapanga kukutesa, ndivyo wewe unapoingia kwenye maombi na kuanza kuogoa na kuharibu kazi zao na kumsihi Bwana ili uweze kufanya jambo na biashara yako iweze kusimama. Kwa hiyo unapopita kwenye mateso, sio wakati wewe kuanza kulia. Huo ni wakati wa wewe kusimama imara na kuweza kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Hata tunapoliona lile kanisa la kwanza, wakati kanisa la kwanza linateseka, linapita katika mateso, ndicho kipindi ambacho kanisa la kwanza liliweza kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunakutana na mtu anayeitwa Yusufu. Tunaposoma ile Mwanzo 37:4, Biblia inatuambia kwamba Yusufu alipendwa sana na baba yake, lakini Yusufu alikuwa ni mcha Mungu. Mungu alimchagua Yusufu na kuachilia neema ya kuona. Bahati nzuri, Yusufu kabla alipokuwa anapata kuona, alikuwa anawaeleza ndugu zake pamoja na baba yake. Kile kitendo cha Yusufu kueleza zile ndoto zake, ndugu zake walimchukia pasipo na sababu. Biblia inatuambia walimchukua Yusufu na wakaanza kumuuza, lakini pia walimchukua wakamchimbia shimo. Haleluya! Haleluya!
vinauma. Hata kama unazinauma, jitie moyo, simama imara, ongezeka, songa mbele, hakuna kurudi nyuma. Hivi unaonaje wale wamama wa kambo? Nafikiri hapo naonaje mama wa kambo ambaye ana mtoto wa mume wake, wa baba, Mungu awabariki sana, ambao wana watoto pembeni, yaani unampokea mtoto wa mke wake. Wa baba wale hawana shida, ila kazi iko kwa wamama. Wamama tupo, lakini sio wamama sisi, wale wamama wenzetu wanapokuta mtoto wa mume wake, unaonaje anavyomtesa? Unaonaje anavyomthibitisha? Yaani kupika yeye, kuosha vyombo yeye, wakati mtoto wake yupo anampesa, anamtuma, yaani yeye mwenyewe anaona kama anamtesa, si ndio? Yeye anaona kama anafanya anamtesa, kumbe hajui kwamba anamuandaa, anaviandacho. Na ukitaka kuangalia, utakuta wale watoto wanakuwa wako powerful, wanasimama vizuri, hata wanapokuja kuolewa, wanapokuwa kwenye maisha yao, wanakuwa na maisha bora. Haleluya, haleluya. Yaani mimi unavyoniona hapa, mimi nilipita kama Musa. Ndio maana nakwambia kuna nyakati mateso yasikuulize, yanakufanya uwe imara. Mzungu anasema be strong. Haleluya. Mimi nilipozaliwa wakati na miaka 4, ndio maana alikuwa hapa Saturday. Mama yangu katoa na 20, akaja kunichukua mjomba wangu, akamwambia mama, dada ninamuona huyu mtoto. Nilikuwa na dada zangu, lakini yeye aliniona mimi, akasema huyu mtoto namtaka nikamlete ili akawe mke wa mtoto wangu wa kwanza. Sisi kwetu na binamu kwa wale wanaozana, sio zamani. Sasa hivi tunakataa hiyo vitu. Basi akaniambia mama, akamwambia kwa nini usichukue wale dada zangu wakubwa, huyu mdogo? Akasema hapana, huyu ndio namtaka. Nikachukuliwa. Jamani, wababa mnapokuwa mnaleteleta watu nyumbani, ndio mnawaambia mama, mnawapa taarifa jamani. Haleluya. Changamoto nilipiona, nilipochukuliwa kupelekwa, shangazi kumbe alikuwa anapewa taarifa. Kijitu kimefika, kijui kifua, kijui chochote, natakiwa nifanyiwe kila kitu, mtoto miaka 4. Akasema subiri, changamoto huyo atakiona. Shangazi akawa ananipa mateso, hakuwa ananipiga, lakini nilikuwa naona kuna matabaka. Nataka nikwambie hawa watoto wanajua tofauti. Usije ukaona matabaka ukafikiri hajui. Nilitambua kwamba hapa mimi sitakiwi, ila kwa sababu wametaka acha. Mungu ashukuriwe. Hivi unavyoniona ndivyo nilivyo. Wewe ukinichukia mimi nakupenda. Hiyo nitoka niko mtoto, nikawa sina shida. Mimi mradi nakula, au wengine hanihusu. Lakini wadada wakati na wakati mimi walikuwa marafiki zangu, ndio marafiki zangu, ndio napiga nao stori. Watu wanaenda shuleni, tunaona hapa kwa Maria Kibaa, wanaenda shuleni wakipatizwa gari. Mimi sina mpango, natembea kwa miguu na wala hainiumizi. Nasema pote ya mbali, mimi mradi nakwenda shuleni, mradi nakula. Wamama tupone kabisa. Anapewa pesa na mjomba kwa ajili ya kutununulia nguo za shule wote. Kila kitu kimeitwa, alikuwa na pesa sana. Na alikuwa ni rafiki mkubwa wa Yesu. Hasa ilikuwa nguo hapana. Sisi kila tulichokuwa tunakula tulikuwa tunatoka kwanza, kwa sababu ya mambo ya Mungu. Yeye ndo asatia yeye. Ndio anapoweka sasa, baada ya kununulia shati dukani, anaenda sasa kununulia blouse yenye mikono mirefu na micharichari ndani nyeupe. Si mnajua ile blouse nyeupe ndio nanunuliwa. Alafu naenda kukata mikono. Mimi ndio navaa. Hilo ndio shati la shule. Sasa blouse ukivaa shati kikata, unajua kuna tofauti ya blouse na shati. Lakini na shangazi yangu alikuwa mwalimu wa shule
niondoke, alificha vitu vile vyote, akachukua akampa mtoto wake. Lakini nachotaka kukuambia, kadri alivyokuwa anamtesa ndivyo nilivyokuwa na bidii na kuongezeka, kwa sababu kila alichokuwa anafanya alinikuta nina amani, nina furaha na nina upendo na ninawapenda watoto wake. Watoto wake kichwani bongo lana, mimi ndio ninawasaidia kwenye mambo ya darasani. Haleluya! Kwa hiyo kadri unapomtesa mtu unazidi kuongezeka, lakini unapomtesa wewe unajitengenezea mazingira magumu. Maana tunamwona Farao alihangaika kuwatesa wana wa Israeli, alipowatesa anaongea isiyokuwa wakati anaangusha wana wa Israeli, anaangusha pale katika mto Misri, kwenye mto Shamu, wakati wanavuka wale, Mungu alimwacha wana wa Israeli wanasogea, wanaendelea kusonga mbele, bahari imepasuka, wao wanapita. Mungu naye akasema hao waache waingie, maana alimwambia Musa, msinilie mimi, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Haleluya! Wakati wanasonga mbele, bahari imeshapasuka, wanaondoka, Wamisri nao Mungu anasema waache. Wakati wanaofuata wale wakishavuka katikati, wale wameingia, bahari ikarudishwa, wana wa Israeli wote, jeshi kubwa la watu 600 wote walikufa. Sasa kama unamtesa mtu, nataka nikwambie, utafia, utaangukia. Huyo unayemtesa lazima wewe mahali atakuchukua. Haleluya! Bahari lazima itakuchukua. Wewe unafikiri kwamba unamtesa, kumbe huyo mtu unamfanya aweze kuzidi na kuongezeka. Haleluya! Tunapomsoma Ayubu alipita kwenye mateso. Unaposoma ile Ayubu 2 pale, soma Ayubu 2:1-20. Ayubu alipopita kwenye mateso, yale mateso Ayubu aliyavumilia. Ayubu matokeo yake alipoteza kila kitu. Kwa mtazamo unaweza kusema kwamba Ayubu alifeli, lakini mwisho wa siku kilifanyika ni kwa Ayubu. Ayubu alirejeshewa mali zaidi ya pale. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Tunaposema kuteseka na kuongezeka, unapoteseka, nataka nikwambie, iko siku ambayo utaongezeka. Tunapowachukulia sisi wakina mama, unateseka na mimba miezi 9. Kwa hiyo sio havilaliki, haviliki, wenye kutapika, macho haya, bado mwenyewe unabadilika, supua kama ng'ombe, haueleweki kimamo. Yaani wanasema wenyewe umesababika, hakulaliki, ukiendelea mbavu kulaliki usiku wote, kwa unataka kuhesabu kenchi na kukosoa fundi kwa vitu hawajiweka vizuri mpaka inapofika miezi 9. Lakini siku moja tu baada ya ile miezi 9, siku moja ukienda hospitali, baada ya mateso yetu tunakuta familia imeongezeka.
Wakorintho kwanza mstari wa 11. Biblia inasema naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana, akaweka nadhiri akasema, ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kulikumbuka, wala usimsahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wewe hautamfikiria kichwani mwa mkama. Kianzia hapo tutaendelea kusoma Samueli wa kwanza. Tunaona habari ya Penina na Hana. Jamani, Penina alimtesa Hana. Kwa hiyo Samueli alimtesa. Hakujua kwamba kumtesa na kumtesa Hana, kwamba mbele ya safari atampa Hana faida ya kuongezeka. Haleluya. Ndiyo yaliyomfanya Hana aweze kusimama imara. Angekuwa mtu mwingine anasema kwa mateso haya, mimi na ndoa hii basi nimeshindwa. Atupa hapa kitu kidogo tu, tukabeba mabegi tukafungasha, tena hata tutii nguo kwenye mabegi, tunakusanya kwenye kitenge, ukaweka kwa kusanya kitenge chenye uangalii kama ni kizima, unakuta kitenge kile kimechanika, wewe kusanya na maasira yako, basi unaondoka. Lakini Hana aliona hili fursa. Kwa tunaona baada ya kuteseka sana, Hana anaamua kurudi magotini. Hana anarudi kwa Bwana wake. Hana anarudi kwa Mungu wake. Maana anaambiwa huyu ni Mungu wangu wa kweli. Hana anadumu katika maombi. Wakati anaomba, tunaona Hana anazidi kuwa imara. Nguvu ya Mungu inamtembelea. Lakini baada ya hapo, kinachofuata, Hana anapata mtoto Samueli, na yule mtoto anamkabidhi kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie, unapoona mateso yanakuja juu ya maisha yako, usiwe mtu wa kunung'unika. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hayo mateso, maana mateso yanakufanya utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Haleluya. Yanakufanya utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Ninashangaa sana ninapoona kwamba panatokea mgogoro, panatokea shida. Wakati hiyo tatizo linapotokea, wewe mwanadamu unashindwa kutambua kwamba mgogoro uliotokea ni wa nini. Pale unapoona kwamba kuna shida imetokea, unachotakiwa sio kulalamika, sio kunung'unika. Wewe unachotakiwa pale ni kuanza kuchukua hatua. Uliza, kwa nini kimetokea hiki? Sisi mara nyingi tumekuwa ni watu wa kuona kwamba sisi ndio tunaonewa. Usione unaonewa. Mimi nimewekea kanuni kwenye maisha yangu, chochote kinachokuja kwangu kibaya, ninasema kwamba Mungu ameruhusu. Kwa nini? Kwa sababu nataka nibadilike. Amen. Yaani ukitaka kubadilika, wewe ujihesabie na nione mkosefu. Ndio maana hata tunapokuwa shuleni au ukifanya jambo fulani, unapokosea ukirekebisha, hivi unasahau kwa kinachorekebisha? Huwezi kusahau, si ndio? Sasa kutokusahau kile jambo linakufanya wewe uweze kubadilika, kwa sababu hutaki kukosewa tena. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapoona hayo mateso, wewe simama imara, anza kuongezeka.
nyinyi wote hamna akili timamu. Yaani tangu usikate. Jioni wewe una akili timamu. Yaani sema sisi hapa kwenye ndoa yetu hatuna akili timamu. Haleluya. Kwa sababu nyinyi watu wawili lazima mmoja wenu akili yake iwe sawa. Biblia inasema nimekupa wa kufanana naye. Yaani ananiwafaa nimekupa msaidizi. Msaidizi wa kufanana naye. Sasa kama msaidizi wa kufanana, wewe msaidizi unayesaidia, yaani lazima ushuke. Kabisa. Hapo hapo. Wewe msaidizi lazima ufanye nini? Wewe si msaidizi. Sivyo? Wewe msaidizi. Hivi msaidizi wewe una sauti gani? Yaani msaidizi unatembea na maono ya mwenye nyumba. Haleluya. Haleluya. Yaani hata mpiga simu. Lakini ukweli lazima tuambie. Ili tupone. Amen. Kwa hiyo wewe msaidizi lazima utembee na maono ya mwenye nyumba. Kwa hiyo mwenye nyumba anataka nyumba yake iwe smart. Anataka wamama uwe hivi. Inabidi wewe mama uwe hivyo. Anavyotaka kiongozi, kichwa cha familia. Anaona anafananishwa na kanisa. Yaani vyovyote utakavyomuona. Yaani Mungu huyo ndo anakupa. Yaani inabidi utii. Haleluya. Haleluya. Yaani vyovyote. Awe na baba, awe na kiuno 32, awe na kiuno 16. Wewe hiyo 16 hairuhusu. Wewe tii kwa sababu umekubali kuwa chini yake. Kwa hiyo unatakiwa utembee, ubadilike. Sasa wabaki mwanaume huyu ananitesa, huyu ananitesa, kutesa kwa sababu ya nini? Angekutesa angekuleta madhabahuni. Mungu nisaidie, kwa nini sisi tunaenda huko? Anataka kupona, atapona. Haleluya. Anataka kupona kwa nini? Lakini ni lazima tuambiane ukweli. Unajua Mungu anachokifanya. Anapotupa mtu, yaani vyovyote unavyomuona, huyo ni chaguo lako. Unaona? Yaani ndio chaguo lako. Kama ulikosea, basi ongelea, funga macho, piga mbizi hivyo hivyo, na ukubali tu. Tena mpende kwa hali zozote zile. Na ukifanya hivyo Mungu atakusaidia. Kwa sababu Mungu anachotaka wewe mmoja ushuke. Alafu utaona mkono wa Bwana. Haleluya. Utaona nini? Mkono wa Bwana. Kwa hiyo tunapopita kwenye hizo changamoto, lakini kama wewe unasema mimi ninakusudi kumtesa huyu, nakwambia hivi, bahari itakumeza. Bahari itafanya nini? Bahari itakumeza. Tunapokuja kusoma, tunapomwangalia Mordekai, tunamkuta Mordekai, tunamkuta Esta, tunamkuta nani? Akaenda kwa mfano, akaenda kusindika dogo, wenyewe anasema kusindika. Alipoenda kusindika, nini kilimkuta? Kutundikwa nini? Juu ya mti. Kwa hiyo unapopanga kumtesa mtu, unapomtesa ndivyo unapomfungulia milango, unamfanya azidi kuzaa na kuongezeka. Tunaona wakina Esta walikwenda kuchongewa na kusemewa. Esta anawaambia mjomba wake, nendeni mkaombe siku 3. Walikwenda kuomba
anawapa neema, wanazidi kuongezeka. Haleluya! Tunapokuja kumwona Daudi na Sauli alimtesa sana Daudi, alimtesa vibaya mno, akamfanyia figisu, wenyewe wanasema watoto wa mjini. Lakini mwisho wa siku Daudi anasimama kwa ushindi na kwa ushujaa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Basi inawezekana wewe uko mahali hapa, inawezekana unapita kwenye mateso, unapita kwenye shida, wala kusema vibaya, wala kupalia mipango mibaya, wanasema tunataka tumshushe, tunataka tumshushie hali, tunataka tumwaibishe. Nataka nikwambie hautaaibika, bali wanachokufanya ni kukuinua na kufanya uzidi kuongezeka na kusimama imara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo mimi nilipita kwenye yale mateso, baadaye kilichokuja kufanyika, Mungu alipokuja kuniinua, Mungu alipa kibali kwa watu mbalimbali, na kila aliyekuwa anakuja pale nyumbani alikuwa ananipenda, anasema anapenda huyu mtoto. Kwanza ni smile face, yaani nikapata kibali na watu mbalimbali, nikawa naletewa zawadi mbalimbali, ikawa hata kusoma kwangu mimi, watoto wangu hawakudaramika katika kunilipia. Mimi nikulipiwa tu na watu, mara nilichukua huyu, mara shemeji yangu hapa mimi nachukua huyu, naenda kumlea, mimi nakaa naye. Haleluya, 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 haleluya. Lakini katika hiyo safari zote nilipita kwenye mateso fulani. Katika hayo mateso niliyokuwa napita, sikuweza kukata tamaa na bado nikasimama imara, lakini leo nimeongezeka. Na tuishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Na sio kwamba hatupiti, bado tunaendelea kupita na kupita. Tunapita kwenye mambo mbalimbali, tunapita kwenye shida mbalimbali, lakini hatuwezi kutazama zile shida, hatuwezi kutazama zile taabu, bali tunamtazama Bwana, tunamwangalia Bwana na tunazidi kushani, tunazidi kusimama na tutaongezeka na tutamletea Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Kitu gani wewe kinachokufanya uwe nyuti? Yaani hata wakakutesa vipi, yaani huyo anayekutesa, anayekukalia na kusema vibaya, anayekuchukia, yaani tena mtu akikuchukia bwana, hivi unaonaje unamchukia mtu mseme kwamba sitaki afanikiwe kwa leo, unakutana bebe yuko na tatizo fulani, afa yuko na suti, mara afa yuko kwenye vie cha mipaka. Wewe bwana, wewe mambo yanauma haya, unasema naomba hali yako asifanikiwe. Kweli sio kweli? Sasa nakwambia hivi, usiwe na hiyo roho, usimtese mtu. Unapotesa unapiga chula mwene, unaongezea mwendo. Haleluya. Kwa hiyo kama watu wanakutesa, kama watu wanakufanyia mambo sio mazuri, kama watu wanakupangia figisu, nataka nikwambie watakuwa wanakuangalia kwenye dalili, maana huo ni wakati ambao wewe unakwenda kuongezeka, ndio wakati ambao unakwenda kusimama imara. Unachotakiwa tu simama imara na Mungu, mwangalie Mungu, simama katika njia za Mungu na usiwe mtu wa kisasa. Nataka nikwambie usiwe mtu wa nini, na wala usiseme kwamba wewe aache tu, nitafanikiwa, wataniona hivi. Wewe bwana, maneno yakishapita na wakati wa kwenye kanga, haya yako kwenye kanga, yakishapita na wakati, wewe mwambie Bwana, nisaidie, msamehe mtu huyu. Haleluya. Sasa